Wana kuelekea katika mchezo wa kimataifa wa Simba dhidi ya Al-Masry ya Misri. Tumeona klabu ya Simba imewaalika viongozi wa dini katika mchezo huo. Tumeona mchungaji Mtume Mwamposa, tumeona shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amealikwa pale na baadhi ya viongozi wa dini wengi. Nikasema hii nikutana na Prophet leo nimuulize. Hivi haya mambo ya mipira na vitu ambavyo vinazungumzwa mpaka mashehe wachungaji wanaohusishwa kwenda kufanya maombi, huenda kuna jambo ambalo lipo sisi wengine hatulifahamu. Huenda kwa mambo ya mipira Simba na Yanga huwa kuna mambo ambayo yako kinyume na nguvu za Mungu ambayo huwa yanatumika tofauti na mchezo wenyewe vile ambavyo upo. Yule nani Mtume Mwamposa ni kiongozi wa dini na shehe wa Dar es Salaam, shehe wa mkoa. Kwanza mimi nampenda sana yule jamaa. Ana hekima sana. Ana hekima ya hali ya juu sana. Sana. Unajua kuna mtu ukimsikiliza tu unaona huyu unaweza ukamfuata hata jambo lako akakushauri vizuri. Yani kuna ana ule utulivu wa akili. Unaelewa utulivu wa akili. Hiyo tuna yani kuna namna yani kuna namna unapima unaona huyu jamaa ana uwezo na anaweza akakupa kitu. Yani unaweza ukamsikiliza ukapata kitu. Sasa yule ni kiongozi pia wa dini upande wa Kiislamu. Serikali inawategemea viongozi wa dini sana, inawaheshimu. Kwa hiyo kama wamealikwa, sio wamealikwa tu, wamealikwa na maombi juu mradi Simba isiweze kufanywa vitu ambavyo viko nje na mchezo wenyewe wa football ulivyo. Mimi naamini huyo shekhe ni shekhe ambaye ametoka nje ya box. Yani unajua ukisema shehe wa mkoa lazima uwe na akili ya ziada. Unaposema wewe ni mchungaji, sijui mimi kama nina akili ya ziada au la, lakini unaposema wewe ni mchungaji pia lazima uwe na akili ya ziada. Yani kuna vitu ukiwa ndani ya box hutovipatia majibu. Kwa sababu mpira ni michezo. Ni michezo. Sisi kwenye Biblia inasema mazoezi ya mwili yafaa. Mimi kuna mtu alinishambulia akaniona gym nafanya mazoezi. Anataka niwe na tumbo mpaka hapa. Mtumishi gani unafanya mazoezi? Mtumishi gani unafanya mazoezi? Lakini unatengeneza lakini mazoezi yafaa. Kwa hiyo kama wale wanaenda pale kuombea, wanaenda kuombea timu. Ni uzalendo wa Tanzania wale. Taifa kwanza mengine baadaye. Kwa ni viongozi wa dini wanaokwenda kuombea timu ishinde ili taifa lipate heshima. Ni michezo. Simba waendi kufanya zinaa uwanjani, wanakwenda kucheza. Ni michezo ipo duniani, hata Mungu anatambua michezo. Ni sahihi viongozi wa dini kuhusishwa kwa mambo haya? Ni sahihi. Si ni viongozi wa dini. Kiongozi wa dini ni IGP Siro anasema ni watu wanaofanya doria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kiongozi wa dini anafanya doria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mipira sina ushirikina, ina mabalaa. Kwa hiyo kama viongozi wa dini wanapiga dua pale, shehe wa mkoa akafika pale akaanza kupiga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr wa qina adhab mikwara ya IPM hiyo. Wazee pia nao hapo wamealikwa. Wazee wenye mambo yao nao wamealikwa pia. Ndugu mwandishi wa habari, nikushukuru sana. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu alipoingia kwenye urais, kuna wachungaji walikuwa wanataka avue hijabu. Avue. Yani walikuwa wanataka sisi awe sawa tumekubali awe rais lakini avue hijabu. Unajua kuna watu kaka uwezi yani wapo tu. Yani kuna watu wapo tu huwezi kuwazuia. Kwa hiyo mimi sina chuki. Yani kinachowatesa ni IPM hana chuki na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata Muislamu akinichukia mimi anakosea, kwa sababu mimi sina chuki na imani yake. Unaposoma vitabu vile baadhi ya aya nini unaelewa vizuri. Mimi na rifaa tu. Wanaona kama umeenda kufundisha Uislamu kanisani. Hapana, sio kwa nisikilize nikwambie. Unaweza ukajifunza kitu kizuri kwa adui. Muingereza anasemaje? Akikushinda ungana naye. Sasa sisi hatuungani, lakini unaweza ukajifunza kitu kizuri kwa adui. Kama ni adui. Sasa mimi Muislamu simuoni adui. Kwa hiyo naweza nikajifunza tu kitu kwamba mbona aya hii ni nzuri. Inaendana na somo langu nililoliandaa, na ichukua na iweka pale. Kibaya au kizuri, I was a Muslim.
Lakini walitaka baada ya kumove from Muslim to Christianity, mimi sasa nianze kuwatukana wana majini hao, wachawi hao, washirikina, nyinyi mmepotea, Uislamu sio dini. Yani hivyo wangenipongeza kweli, yani na ningekuwa na followers wengi zaidi hata hapa yani. Yani wangeona huyu ndo mwenzetu sasa. Sasa wakioni iko na mimi sitafuti balance, sitafuti shobo, sitafuti umaarufu. Sasa na mimi natafuta umaarufu kaka? Hapana. Natafuta hela, natafuta nyumba, natafuta nini sasa? Mimi natafuta amani tu. Mimi nafundisha watu amani. Wanasema tokea ulipoamua sahuni wakati ambao unakwenda kwa Yesu, amani kwa IPM imekuwa ya juu zaidi tofauti na kule kipindi ambapo upo katika Uislamu. Sasa Yesu si ndo njia ya kweli na uzima. Ukimwamini Kristo, amani lazima uipate. Lakini utofauti unaokuja hapo ni namna ambavyo watu wanataka kunilazimisha mimi niwachukie Waislamu, niwatukane. Mimi sio kiongozi wa matusi. Mimi nafuatiliwa na watu kaka, yani mimi nakwambia ndio vile tu, mimi nina kifua, sio mropokaji. Lakini napigiwa simu na viongozi wengine mpaka nasema ni yeye kweli huyu? Unafungua unaangalia mara mbili wewe. Huyu atakuwa ni yeye kweli? Anambia yeye IPM, songa mbele kijana. Tuko na wewe bwana, tunakusikiliza. Tuko hapa. Na unasikiliza sasa, unasema kweli huyu ni mheshimiwa. Kwa nini? Na sio Mkristo, Muislamu. Ni Muislamu. Sio mmoja, sio wawili, sio watatu. Wewe nenda kwenye page yangu ya Instagram, kaangalia watu walionifollow pale. Ndio utaelewa ninachokiongea. Ni wako kanisani pia hata Waislamu wanakuja Waislamu kanisani kwangu. Hata Jumapili walikuwepo. Kuna mganga mmoja naye akasema IPM, mimi nimekuelewa, naomba nije Jumapili. Mpaka waganga wananikubali. Ukiamua kunichukia nichukie tu. Yuko huko anamwambia mimi nakuja. Kupitia kwako wewe mpaka kuokoka. Kwa nini? Na ni Muislamu, ni mganga lakini ni Muislamu. Lakini kwa nini nasema sijakuona ukitukana? Kwa nini nitukane? Yaani mimi ndio najiuliza. Yaani kwa furaha ya watu wanaoni challenge wanataka tu mimi nitukane. Kutukana ni kosa kwa mujibu wa sheria pia. Kwa nini nikukashifu? Mimi siwezi kukashifu. Na sio kwamba sina uwezo, ninao uwezo mimi mkanga wa kusumbuana na wewe kwenye mahakama. Ndauza hata viwanja vingi nipambane na wewe. Sio kwamba sina wa kuwapigia simu, nao wakubwa kabisa. Lakini mimi niko tayari kumsikiliza mwenyekiti wa serikali za mitaa kabla ya kwenda Ikulu. Ndio nimefundishwa hivyo. Niko tayari kumsikiliza askari wa kawaida kabisa asiyekuwa na cheo kabla ya kumpigia IGP. Watu wakwambia mimi naweza kuwekwa ndani na nikakubali. Watu wakwambia ndo binadamu. So unajifanya wanasema bal tuthiruna alhayata dunya wal akhirah inna hadha la fi suhfin ula. Suhfi bora. Tunapita hii dunia. IPM system. Wako wapi walio kuwepo kaka? Wamepita. Yuko wapi muasisi wa taifa hili? Mimi ni nani nije nifanye hamna hicho kitu. Wanakuambia mchungaji IPM yuko kwenye system, mtu wa system simchezee, msimuone vile. Sasa hayo ni maneno. Mimi ni balozi tu wa jeshi la polisi. Sio kwamba mimi ni afisa au ni undercover. Balozi sasa Mwijaku ni balozi bwana. Balozi maana yake kuzungumzia vizuri tu hicho kitu na nini hivyo. Kwa hiyo mimi sio usalama wa taifa wala sio polisi wala sio TAKUKURU. Napenda tu majeshi yangu. Kwa kweli ukiyazungumza vibaya majeshi hapo yani umenigusa. Yani hapo nakuja front. Yani ndo niko hivyo. Yani katika engo ya majeshi usiguse kwa sababu hawa watu hawalali kwa sababu yetu sisi. Hawasinzii kwa sababu yetu. Wanapambana usiku na mchana kuhakikisha Tanzania iko salama. Okay. Ufahamu IPM tokea alipoamua sasa rasmi naingia katika upande wa Yesu. Labda kuna namna ambavyo ulishawahi kubatiza watu ambao walikuwa upande wa pili kupitia ile nguvu yako ya wewe kubadilika, yani kutoka Uislamu hata kwenye upagani ambao walikuwa hawana dini kabisa, kuwashawishi, kwa sababu IPM umetokea upande wa dini ya Kiislamu, kuwashawishi wengine nao watoke kwenye dini zao waje katika dini ya wokovu ambao wewe upo. Sasa hilo swali unalolouliza linaitwa religion investigation. Siwezi kulijibu. Wanaonifuata alisaka walipatia. Wanaonifuata mimi ni wengi. Unaelewa vizuri. Wanaobatizwa pia ni wengi. So mimi huwa siulizi. Ndio maana pana kanisa na maana na waumini. Na ndio maana nafuatiliwa na watu hivyo. Kwa hiyo siwezi kuwa na ile idadi au aina ya watu. Kwa mfano last Jumapili iliyopita watu wampokea Yesu 100 kama wewe iko live ile ibada. 100 kama na 50 hivi.
iko live bado iko YouTube. Kwa hiyo ni jibu tosha. Hilo ni jibu tosha kwamba okay kuna watu wanamfuata huyo jamaa